kupokea mambo yaliyokuwa yameandaliwa kwa ajili yetu. Tupe vipawa vya hekima, maarifa, ufahamu, tukayajue yaliyonenwa, yaliyofichwa, mambo ambayo ni makuu katika kanisa siku za mwisho. Tuyaone mambo ambayo Mungu aliyotubarikia, kila mmoja akayafurahie na kuyaishi, maana katika hayo ndio kusudi Yesu alikuja na kuweza kuyalipia gharama. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Tupe Yesu makofi mazuri. Shalom. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine ni vizuri kujifunza tukae. Wakati wa kujifunza unapopata, tunajifunza. Amen. Na kuna wakati mwingine yale unayojifunza unapoyapokea unaenda kuwapa na wengine. Sasa hivyo vyote vikienda vizuri vinaleta matunda kwa haraka. Lakini ukivipokea lakini huna mahali pa kuvitoa, inakuwa nayo ni shida. Kwa hiyo jitahidi unapokuwa katika kujifunza pia upate na kumfundisha yale uliojifunza. Yakishatendeka kwa mfumo huo, matokeo yake yanakuja kuwa mazuri na ya haraka zaidi. Mtu anaanza kuyaona matunda ya imani ile aliyoiamini. Amen. Lakini unaposhindwa kuishirikisha ile nguvu ya imani ya fundisho ulilopokea, utajikuta basi wewe pia unarudi tu katika ile hali ya kawaida ambayo unaweza pia usione furaha ya yale mambo uliyoyasikia kwamba Mungu amekutendea. Lakini ikifika mahali unashare na wengine, basi maana yake pale umefika katika kiwango cha ukomavu na uwezo wa kukomaa kufikia maana kamili ya Ukristo wako ukaipenda. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tuyamalizie tuliyoyaanza ya wiki hii. Haleluya. Nilikwambia Kristo alikuwa ni hazina iliyofichwa. Sasa neno hazina iliyofichwa kwa lugha nyingine sijui nitaitumia lugha neno hazina is a hidden treasure ya hekima na maarifa ya Kristo kwa kila mtu atakayemwamini. Haleluya. Na pale ambapo hazina hiyo inapofunuliwa kwetu, watu wanapokea vipawa, wanapokea nguvu ya kuwawezesha kuishi katika ulimwengu huu uliojaa giza nene sana, lenye kupofusha macho watu wasiyaone mema ya Mungu. Na wewe wakati huo unaweza ukayaona mema wengine wasiweze kuyaona. Kwa hiyo tujenge tabia ya kutamani kuyajua. Amen. Sema amen, amen. Hebu nifungue Mithali 2. Mithali 2. Mstari wa 1 mpaka wa 6. Bwana asifiwe. Tuone tu ninachotaka kukisema kimekaaje. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba, treasure, maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukaelekeza moyo wako upate ufahamu, upate kufahamu. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Ukiutafuta kama fedha na kutafutia kama hazina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywa chake hutoa maarifa na ufahamu. Bwana asifiwe sana. Ndipo utakapopata kumcha Bwana, utakapofahamu kumcha Bwana
na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoa maarifa na ufahamu. Kwa hiyo cha msingi kwenye eneo letu la Kristo linalotakiwa kwenda zaidi ni kufanya hivyo ambacho anazungumza Mzee Suleiman. Uyakubali maneno na kuyaweka akiba, kuyatunza, kutega sikio lako na kuzisikia sauti za lugha ya Mungu zilizojaa mafumbo na tafsiri zake, kuelekeza moyo wako kupata ufahamu. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukitafuta kama fedha na kuitafutia kama hazina iliyositirika, haleluya, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Hiyo ni lugha ambayo natamani uiangalie, na kupata kumjua Mungu. Utakapojua, utakapofahamu, utakapojua. Amen. Kwenye hilo eneo anasema kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, na kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Ukienda kwenye ile sura ya 3 nilisoma wiki iliyopita, inasema hivi kuanzia mstari wa 13, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Sura ya 3 mstari wa 13. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote uvitamanivyo havilingani navyo. Ana wingi wa siku mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Huyu ni Yesu. Uwezo wa kumjua, uwezo wa kumfahamu, kipawa cha kukuwezesha kuingia katika roho na kumfahamu Kristo. Amen. Hicho ni muhimu kuliko fedha na dhahabu. Hiyo lugha ni ngumu sana kwa Wakristo wa leo. Ngumu, na hisi ni ngumu kuliko somo lingine lolote duniani. Kushikamana naye, anasema hapa, ni uzima. Kushikamana na Yesu kwenye eneo la bidii. Bidii inayosemwa hapa, sikio lako na moyo wako uliruhusu neno lake lije katika maisha yako kila wakati. Utakupa wewe, anasema, utajiri kuliko fedha na dhahabu. Kutakupa wewe, anasema hapa, haleluya, kuliko utajiri au faida, au kuliko ubora na uthamani wa madini ya vito. Ni kipengele kidogo sana. Mimi nafikiri ni kipengele kinacho fichwa ndani sana. Ambaye atakayeona kwa macho ya rohoni vile atakavyopita hapo, aingie apate hizi hekima za Kristo, fahamu ya kumjua yeye. Haleluya. Huyu mtu atakuwa hana hofu ya kifo, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, hana hofu ya maisha kwa sababu utajiri
na heshima ziko kwenye mkono wake. Amen. Hana hofu ya vipindi vigumu vya maisha, maana njia zake ni za kupendeza na mapito yake yote ni amani. Kwa hiyo yapatikanayo katika Kristo yana ubora mwingi kuliko mtu anayejenga magorofa katikati ya mji. Kweli? Kuliko mtu ambaye ana akiba ya pesa nyingi kwenye akaunti kuliko Mtanzania yoyote. Mtu aina hii ni bora kuliko superstar yoyote duniani, ambaye kila mtu kwenye mitandao atamtaja kwa kumsifia. Lakini mtu wa namna hii hakuna atakayemuona, hakuna atakayemtambua. Ila mtu wa namna hii mbingu itakuwa pamoja naye. Wengine wakienda katika taabu za mateso ya kwenda kufikia mahali figo zinaondolewa, moyo unadundia mgongoni, miguu inavimba, yeye atakuwa anakimbilia kwenye mti wa uzima, mahali ambapo matunda ya mti ule atakapokuwa na yala, neno la Kristo atakapokuwa analitumia mara kwa mara, kwake atakuwa na heri. Ndugu zangu, sipingi sana kuomba na kuombewa, sipingi. Lakini nasema zile ni hatua za kuanzia. Amen. Ni hatua nzuri za kila Mkristo, anzia hapo, ajue kuombewa, ajue kuomba, ajifunze kupiga magoti sana na kuomba. Lakini kusiishia hapo, tunatakiwa tuende kwenye Mithali moja. Mithali moja inasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na adhari. Wenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na wenye ufahamu yafikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Hivyo ndio vitu vinatakiwa. Haleluya. Kuyafahamu mithali, vitendawili na maneno ya hekima na mafumbo yao. Sema amen, amen. Hapo ndipo anasema ndio kumcha Bwana na chanzo cha maarifa, yaani chanzo cha uungu wa Mungu kutenda kazi. Lakini mpumbavu dharau hayo. Anamalizia mstari wa 7. Mpumbavu atayadharau. Anaambiwa hivi: mwanangu, sikiliza mafundisho ya baba yako, wala usizisahau sheria za mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Kwa hiyo Ukristo, anasema Yesu, nitalijenga kanisa. Amen. Ndio anasema Yesu, nitalijenga kanisa. Kujenga kanisa ni katika mfumo wa neno katika masikio. Mtu asikie, afundishwe, aelewe. Haleluya. Nishawahi kuambia hivi, siku moja niliwahi kukaa kwenye maombi kumuuliza Mungu, kwa nini nawaona wengi wanafanikiwa mimi sifanikiwi? Wanafanya nini ili wao wafanikiwe na mimi sifanikiwi? Wanahubiri nini wao ambacho mimi sihubiri? Unajua mahali Mungu aliponipeleka kwenye neno, akanambia
Soma Marko sura ya 4 peke yake. Kwa kipindi kirefu nilibaki nikisoma Marko 4 peke yake. Mara ya kwanza sikuelewa, mara ya pili sikuelewa, mara ya tatu sikuelewa, mara ya 4 network ikamati, mara ya 5 nilisoma kidogo mpaka kile kitabu nikahisi nimeweza kukisoma na kukikariri chote. Lakini bado kichwa kikamati. Ukiniambia mstari wa kwanza unaanzaje, nitakwambia mpaka mstari wa mwisho. Uelewa bado. Lakini kulihubiri, ninalihubiri. Tunaenda sawa Nalihubiri. Lakini siku moyo wangu uliweza kupata hekima na ufahamu, nikajua kilichoandikwa, nikajua kilichonenwa na Yesu. Kutokea hapo mahubiri yangu yalibadilika, mafundisho yangu yalibadilika, mawazo yangu yalibadilika, mtazamo wangu ulibadilika. Automatically kila kitu katika mfumo wa maisha yangu, kuanzia kuona, kusikia, kusema, kutenda, vilibadilika. Vilipobadilika na mzunguko wa kimaisha nao ukapokea, ukaingia kwenye ile mkondo wa yale mambo niliyoyapata baada kujua kilichoandikwa. Siku zote ninakwangua nazi juu, lakini sijawahi kunywa maji ya nazi. Siku zote ninakwangua nazi, lakini sijawahi yaona mafuta ya nazi niliyokuwa nayo. Siku zote nilijua nazi kwa nje, lakini kwa ndani nilikuwa sijue. Kila mtu ana maandiko kwenye ufahamu, ameyakariri, ameyasoma tangu utoto, lakini hajawahi kuyaona matokeo yake hata nakufa kwenye uzee wake. Sasa ukigundua ufahamu, ukipata hekima, ni kilemba cha neema. Kitu kinachokuja kichwani mwako kinakwenda kufunika ufahamu wako. Unaanza kuona matokeo ya kitu unachosema, ninamwamini Yesu. Unaenda sawa sawa Unaanza kuona, sio kuona baraka ya kiuchumi kama wengine tunavyofikiria uchumi. Tunachofikiria nimejenga. Hivi unafahamu kuna watu katika maisha yao hawajawahi kuishi kanisani, hawamjui Yesu, hawajawahi kusoma habari zake, lakini wana nyumba nzuri kuliko mtu anaitoa sadaka na kumwabudu Mungu, na hajawahi kumuomba Mungu kwa lolote. Ni sisi wa Kristo tuna maombi ya Mungu atupe pesa, na Mungu atupe kazi, na Mungu atubariki, na Mungu abariki watoto wangu, na Mungu abariki uzao wangu. Hayo ndio maombi yaliyokaa kwenye kila fikira ya Mkristo. Lakini tukikaa kwenye kutaka kujua, mioyo ya Wakristo inakimbia. Mioyo ya Wakristo haitaki. Mioyo ya watu wanaenda kanisani na wamebeba Biblia haitamani kujua siri za ulimwengu wa Mungu unavyotenda kazi katika mwili. Mwishowe tunakuwa waathirika wa maombi na maombezi, waathirika wa kwenda Jumapili kanisani na kurudi bado kiu ya pombe unayo. Unaenda kanisani, ni mzee wa kanisa, lakini bado unatembea na irizi. Unaona kuna watu wanaoniloga. Unashindwa kujua wapi uliwekwa huru, na hakuna mtu anaweza kasimama kinyume na wewe.
Japo maandiko kwa kuyakariri na wengine kwa kuyafundisha, wanayafundisha madhabahuni, lakini hawayajui. Sasa hiyo Marko 4 yakaniambia kuhusu jinsi ambavyo ufalme wa Mungu unavyotenda kazi duniani. Nilipogundua hiyo tu, nilibadilisha kila lugha niliyokuwa naongea. Kila lugha ya madhabahuni, ya watu kwa mmoja mmoja, kwa kukaa pamoja na marafiki, kuongea na watu wa karibu na mimi, lugha ilibadilika ghafla. Kwa sababu eneo lililowahi kucontrol maisha ya mtu kabla ya mtu mwingine ni eneo la lugha unayotumia mdomoni. Lugha tu. Na Mungu ameweka njia ya kugundua uwezo wake katika neno, na sisi tuweze kuishi kama Mungu alivyosema. Lakini tumeshindwa kugundua hiyo kwa urahisi. Matokeo yake tunateseka. Anasema hivi, mwanangu sikiliza. Kwa mfano, Mithali 4:20. Mithali 4:20 inasema hivi, mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako zisikilize kauli zangu. Ile eneo ni gumu. Mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako zisikilize kauli zangu. Ili eneo ni gumu. Niwaambie ukweli, kulihubiri hili neno ni rahisi. Lazima usikie. Yeye anayesema sikia hajasikia, amekaririshwa, kajikaririsha mwenyewe, ameandika notice, lakini hajawahi kusikia maneno anasema Mungu. Anasema zisiondoke machoni pako, zihifadhi ndani ya moyo wako. Zisiondoke, zihifadhi. Anamalizia, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Anamaliza, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko kutokako chemchemi za uzima. Lakini ameanza wapi? Ameanza, mwanangu sikiliza, tega sikio. Eneo la kutega ndio eneo lililo gumu sana. Yeye Musa kule kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati alisema, utakaposikiliza maneno ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Akaweka neno kule, bidii. Mzee hapa Suleiman anasema tega, sikia kwa namna tofauti uliozoea. Amen. Au zingatia. Musa anasema kule, huku anamaanisha jitahidi usikivu ulionao usifanye mara moja. Nikiwa kwenye chuo cha Biblia Marekani, nilibahatika kusoma kwenye chuo kule Marekani cha Biblia. Profesa Jackson anasema hivi, pamoja na wakuu wa shule wengine, usije darasani bila kinasa sauti. Usije darasani bila kinasa sauti. Utakapokwenda kufundishwa na viongozi wako darasani, rekodi mahubiri yote, maana hutayasikia tena yakifundishwa. Lakini ukiyarekodi, tembea nayo kwenye gari ukiyasikiliza.
nenda chumbani kwako kulala, unayasikiliza. Jiamshe, sikiliza. Ukiweza kufanya hivyo, hautafeli kwenye mitihani na utaweza kumaliza chuo. Kwa hiyo tukiingia darasani, kila mtu anaweka kinasa sauti chake juu ya meza. Profesa wanaongea, wanaandika, kinasa sauti kinachukua. Unakuta watu wanaweka tu kwenye masikio, unafikiri anasikiliza muziki, kumbe anasikiliza somo. Kesho kuna mtihani, wiki ijayo kuna mtihani. Anapoingia kwenye mtihani, akili yake imesikiliza zaidi ya mara 4 mara 5. Kile alichokisikia kimeshaingia kwenye memory card yake ya ufahamu. Akiingia kwenye mtihani au majaribio au testi, anaona rahisi. Anaona rahisi. Sasa Mungu anatuambia, mwanangu, sikiliza maneno yangu. Simple as that. Tega sikio lako, zisikilize kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, zihifadhi ndani ya moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Uhai wa aina gani? Unachotafuta wewe uwezi ukakipata kwenye pesa. Kwa mfano jamani, hii ni dunia. Amen. Hii ni dunia. Hatuna spare ya moyo. Moyo ukifeli, uwezi ukanunuliwa moyo kwa mahali duka, ukakuta kuna vibosho wanauza moyo hapo mjini. Utapata. Ndio maana anasema linda moyo wako. Kulinda ni kuhifadhi kulicho nacho moyoni, na kibaya kisiingie. Fundisho baya lisiingie. Mambo unayeyasikia na unayeyaona yasiyomkubali Kristo yasiingie. Haleluya. Kwenye hilo eneo mimi nilijitahidi. Fungua Zaburi 107. Haleluya. Bwana asifiwe. Mstari wa 17 anasema hivi: wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao na kwa sababu ya maovu yao hujitesa. Lugha ni ajabu sana. Nafsi zao zachukia kila namna ya chakula. Nafsi inachukia kila namna ya chakula. Wameyakaribia malango ya mauti. Nafsi inachukia kila namna ya chakula, na kwa njia hiyo wanayakaribia malango ya mauti. Sasa iangalie hii lugha. Mpumbavu anakosea. Mpumbavu kwa sababu ya maovu yake anajitesa. Huyu mpumbavu ni nani? Mpumbavu ni mtu asiyetaka kufundishwa, asiyetaka kuonywa. Anayemfundisha namwona anisaidii lolote, hana faida na mimi huyu. Huyu mpumbavu hata kiambiwa kuna shimo hilo hapo mbele, yuko radhi aliangukie hilo shimo kuliko alikubali neno aliloambiwa na mtu anayemuongoza. Sasa walipomlilia Mungu, mstari wa 20, mstari wa 19, wakamlilia Bwana katika dhiki yao. Hawa ni wapumbavu, wanamlilia Bwana katika dhiki. Tunaelewana eh? Dhiki imetokea wapi? Imetokea kwenye nafsi zao zilizokataa kufundishwa. Zimekataa kula chakula. Zimekataa neno. Wanaenda kuingia kwenye mauti.
wanakaribia malango ya mauti, hapo ndipo wanaanza kutafuta maombi. Halo, sio kama hilo linaeleweka. Wakamlilia Bwana, maombi. Amen. Haleluya. Wakamlilia Bwana kwenye hilo eneo linaitwa dhiki. Anasema hivi, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake waponya. Kuwaponya ni kwenye fundisho. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Hebu sema amen, amen. Kuniponya ni kusikia fundisho la Kristo. Uwatoa hilo neno katika maangamizo yao. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Hosea 4 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Naam, kwa sababu wameyakataa maarifa, mimi nami ninawakataa. Ala, Mungu anasema umekataa, nami nakukataa. Kwa sababu umesahau sheria yangu, mimi nami nitawasahau watoto wako. Wakaanza kupata shida, wataenda kumwomba Mungu, watamlilia Mungu. Tunaenda sawa sawa eh? Watamtafuta Mungu kwenye maombi, watamtafuta kwenye kufunga, wataenda nyumba ya maombi kila mahali. Hiyo sio shida. Mungu atawasikia. Na akiwasikia, Mungu anafanya hivi, ili niwaponye, nalituma neno langu. Anasema ili liwatoe katika maangamizo yao. Sasa neno ndio dozi ya uhakika yenye kumhesabia mtu njia ya maisha yake isiwe mapito magumu, bali yawe mapito yenye heri. Ninamwomba Mungu hivi, haleluya, upate eneo la Mithali 4 linalosema tega sikio usikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, zihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Ukifika hapo, unalinda moyo wako. Sio kila mtu atakaye kufundisha katika mafundisho, katika elimu na katika mapokeo yake ukaeka moyoni. Unachunguza, unajiuliza, hili nalo ni neno la Kristo? Haleluya. Nikisema neno la Kristo, nyie sio wageni wa mafundisho yangu. Haleluya. Hebu sema amen, amen. Hebu sema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ikiwa ni katika Kristo, hapo ndipo palipo na ufunuo wa hekima na maarifa ya Mungu yalipositirika. Hapo ndipo pana muujiza, kuna ukombozi, kuna msamaha, kuna uponyaji, na kuna uwezo wa kufanya kazi na kufanikiwa katika neno la Kristo. Nimesoma mahali article fulani, Wayahudi kwenye Biblia yao wanatafuta kukifuta kitabu hiki cha Isaya 53. Kina wanyima raha usiku na mchana. Marabi wanatamani, huyu Isaya kwa nini aliandika hiki kitabu? Na kwa nini kiko mpaka leo? Isaya 53. Nilishawahi kuanzisha huduma nikaitengeneza ikawa nzuri sana zamani, inaitwa Isaya 53 Ministry. Sio kama mshawahi kunisikiaga.
nilikuwa na huduma inaitwa Isaya 53 ministry. Ufunuo niliwahi kuona katika Isaya 53 uligeuza huduma yangu yote. Inaanza kukusema hivi. Haleluya. Shalom. Mpo? Usingizi kidogo? Mawazo kidogo? Maombi kidogo? Maana mwingine akifanya hivi kumbe anaomba. Isaya 53 inaanza hivi. Mnaijua eh? Wangapi wameijua? Wachache. Anasema hivi, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mizizi katika nchi kavu. Hana umbo wala uzuri, tumuonapo hana umbo wala uzuri hata tumtamani. Kwani Isaya unamzungumza nani? Maana ni mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Tumuonapo hatumtamani, lakini alijeruhiwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wayahudi wakisoma hiyo wanakosa usingizi. So huyu ni nani anayezungumzwa na Isaya, ambaye anasema tukisadiki mkono wake unafunuliwa, tukiamini habari zake? Mbinguni alikuwa yuko safi kabisa. Alipotungwa mimba kwa Mariamu, mizizi katika nchi kavu, akaonekana amezaliwa, hana umbo wala uzuri hata tumtamani. Ndio Isaya alikuwa anaeleza hivyo. Huyu aliyezaliwa ambaye ni mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, alichukiwa, alidharauliwa kwa ajili yetu, na maovu yetu yaliwekwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wanauliza, who is this man? Haikosi huyu ni Masia. Wanarudi wanakuta ni Kristo. Sasa kama mjasadiki, mkono wake utafunuliwa aje? Hapo ndipo nilipopata ufunuo wa kila mwanamke duniani hawezi akazeeka asipate mume, hawezi akazeeka asizae, hawezi akaishi kama mwanamke tumbo lake la uzazi likashindwa kubeba watoto, haiwezekani. Ndipo nilipopata huo ufunuo. Haleluya. Acha ya mambo mengine, alianza mbinguni, akawa mizizi tumboni, akazaliwa, hana uzuri, hana umbo hata tumtamani. Amebeba laana zangu, kachukua kila uchafu katika tumbo la mama yangu, kachukua magonjwa yangu, kachukua kukataliwa kwangu, kachukuliwa umaskini wangu, kaekewa, kazaliwa. Sasa ule uzuri tumpokee, hana uzuri, yuko kwenye holi la ng'ombe, katokea kwenye matatizo. Alafu tangazo linabandikwa kwenye mkuta za mji, atafutwe awawe. Anachukuliwa, anaenda Misri. Yule sio Yesu, kwa sababu yule ni Yesu aliyeingia kwa mama yangu tumboni, akabeba madhaifu yangu, akabeba magonjwa yangu, akabeba laana zangu, akazaliwa nazo, akaenda nazo msalabani. Kiwango kile cha mtu ataona hekima, aone ufahamu. Hakuna mwanamke atakuwa tasa duniani, hakuna mwanamke atazaa watoto viwelewele, hakuna atakayezaa watoto wanaweza wakalogwa, hakuna mwanamke atakayezaa watoto ambao hawana nyuma wala mbele, haiwezekani. Sasa mwanangu, tega sikio lako. Watu hawataki, wanatuma maombi na maombezi, na maombi na maombezi mengine yanakwenda na sadaka. Sio vibaya sadaka kutolewa, lakini sadaka imeenda hivi, sadaka imeenda mpaka umemaliza mtaji,
kwa kutuma sadaka ambazo hazisaidii. Ilitakiwa urudi tu mstari wa kwanza wa Isaia 53 uanze kugundua anauliza nini. Anasema, ni nani aliyesadiki habari? Haleluya. Habari, hebu sema habari za nani? Ni za Kristo. Haleluya. Ambazo hizo habari za Kristo ndizo zilikuja huku zikatokea kwenye mahali ambapo Paulo anasema hivi, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Nimefundisha sana, na neno la Kristo ni tofauti kwa 100% na neno la Mungu. Nimefundisha sana. Neno la Mungu ni lizuri. Amen. Neno la Mungu ni takatifu, lakini tafsiri ya neno la Mungu, tafsiri neno la Mungu, maana yake ni ujumbe Mungu aliyepitishia kwa mtu, na yule mtu aliyepata huo ujumbe akaupokea, akaambiwa aupeleke kwa mwingine. Sawa Kwa hiyo lile neno aliloleta Mungu Agano la Kale liliitwa unabii. Tunaenda sawa Hilo neno la Mungu Agano la Kale liliitwa unabii. Agano Jipya haliitwi unabii. Na Agano la Kale neno unabii maana yake ahadi. Neno la Mungu ni ahadi. Lilipoenda ahadi halikuwahi kuokoa binadamu hata mmoja. Nataka kuniambia na wale wa Agano la Kale hawakuokoka? Hawakuwahi kuokoka. Nilikuwa namwambia mtumishi wa Mungu hapa, akamwambia kama lingekuwa linaokoka, Musa asingelifuatwa na shetani alipokuwa kaburini. Shetani akataka kuchukua mwili wa Musa, mpaka malaika wakatokea, wewe achana na mwili hapa. Ulibaki kaburini mpaka Yesu alipokwenda kaburini. Halo? Na kuwaokoa wote wa Agano la Kale watakatifu walipokuwa kule chini, walikuwa kwenye kifua cha Abrahamu, na Abrahamu akiwa huko chini, ikalazimu Yesu awaendee hao waliokuwa kifungoni, awatoe ile siku ya tatu alipofufuka, akawakomboa kule chini. Walikuwa wanasubiri hao neno la Mungu litimizwe, halikutimia mpaka wanakufa. Sasa ni tofauti na neno la Kristo. Neno la Kristo nani aliyesadiki? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana mbinguni alikuwa mche mororo, alipokwenda tumboni kwa mwanamke ni mizizi katika nchi kavu, alipotoka tumboni akazaliwa hana umbo wala uzuri tumonapo hata tumtamani. Wow. Sasa the moment ameingia kwenye tumbo ameanza operation. Amen. Hakukaa tumboni miezi 9 kama mkaembroyo, alikaa kama Mungu, naye neno akafanyika mwili tumboni. Haleluya. Alipotoka tumboni mwanamke hata zaa watoto maskini. Na mimi natangaza kile mtoto aliyezaliwa katika nyumba yako sio maskini katika jina la Yesu. Maana huo umaskini wa mtoto wako kwenye tumbo la mwanamke ulichukuliwa akiwa miezi 9 tumboni. Jamani, haya maneno soma geni ninayohubiri. Halo? Muda unaenda. Na umeniwekea saa yako hapa, inanionyesha wazi kabisa muda umeenda. Unaniambia fanya haraka. Nimalizie, si ndio? Haleluya. Hebu sema, nyanyua mkono mmoja juu na mnasema, hakuna mzao wangu atakayeteseka duniani wala atakayeomba chakula. Ameshalituma neno lake, amefanyika mwili, amekuja kuniponya na kunitoa katika maangamizo yangu. Jamani, ninaisoma Zaburi hiyo 107 mstari wa 20. Amelituma neno. Yesu ameingia tumboni, kachukua kila aina ya matamko yaliyotamkiwa mama yako, aliyemtamkiwa baba yako, kila tamko la ukoo, kila viungo vya uchawi vilivyowekwa kwenye tumbo la mama yako, watoto wako wawe maskini, hivyo viungo vya uchawi,
magadi, chumvi za uchawi, walimtamkia maneno, wakamwekea vitu humo ndani ya tumbo. Mtoto asikuelewe, mtoto awe mlevi, mtoto ameharibika, mtoto ni maskini, hawezi kufanya kazi. Kwenye tumbo la mwanamke akaingia neno, akalituma neno lake. Alipokaa tumboni akawaponya, alipotoka akawatoa kwenye maangamizo yao. Alipomaliza Calvary, sema amen. Haleluya. Naenda sawa sawa. Nilipojua hii siri nikasema liwalo na liwe. Kila aliyemzaliwa wako na yule ambaye hajazaliwa, amen, ukishaijua hii siri, uungu wa Mungu unapanda juu yako, unatembea juu ya kila kizazi chako. Uungu wa Mungu unaenda kukagua baba yako na mama yako walitamka nini, walikuwa na ugomvi gani kabla hujatungwa mimba, na wakati umetungwa mimba baba yako aliongea maneno gani, mama yako alisema nini wakati haja kuzaa, waliokuwa wanatembea juu ya mwili wa mama yako walifanya nini kwenye mwili wa mama yako, wenye ndoto au katika asili yoyote. Je, ni nani aliyechukua udongo kwenye kaburi akasema atakapozaa watoto watakufia tumboni? Nataka nikwambie hivi, hakuna mzaliwa wako atateseka duniani, maana kuna udongo mwingine ulioingia kwenye tumbo la mwanamke, ukabeba magonjwa ya watoto wako, ukabeba laana za watoto wako, ukabeba matamko ya kishetani yote na uchawi wote na nguvu zozote za giza na hata utasa. Wakachukua magonjwa ya wamama tumboni. Tumbo la mwanamke lisibebe mauvimbe tena, wala asikose siku zake, wala zisiharibiwe. Sema amen. Ni nani aliyesadiki habari hizi? Watu wanakosa kuziona. Ndio neno la Kristo linatokea. Tafsiri yake inasema hivi. Haleluya. Tafsiri ya neno la Kristo inasema hivi. Mnanisikia watu wa Mungu? Sema kwa sauti amen. Neno la Mungu likabaki kuwa ahadi. Na hiyo ahadi wahubiri wameihubiri, wamebaki masikini. Hiyo ahadi wahubiri wameihubiri, wamekuwa wagonjwa. Hiyo wameihubiri na kuiamini hiyo ahadi, hawakuiona ikiwa imetimizwa. Wakachelewesha maisha yao, wakazikwa wakiwa vijana. Ahadi ni nzuri, lakini uzuri wa ahadi hiyo imetimizwa. Ikiwa hajatimizwa, haitaleta muujiza katika nyumba yako. Haitafanya ahadi muujiza wowote. Andiko nasema hivi, na watu hawa wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, waliamini ya kwamba Mungu atafanya. Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na anasema na bayana ya mambo yasionekana. Unaamini Mungu anaenda kufanya, lakini walichoamini, Biblia inasema na watu hawa wakafa wasijazipokea hizo ahadi, bali waliziona tokea mbali wakazishangilia, lakini hawakuzimiliki. Biblia inasema na watu hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea ahadi. Wote walisubiri, hawakupokea huu ukombozi. Wakamlilia Bwana, akatoa katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake kwenye tumbo la mwanamke, tumbo likapokea. Mwanamke ndio mwenye tumbo la laana liliokuwa limetamkiwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, na uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke, mwanamke atateseka kwenye uzao wake, na mwanamke huyo atabeba tumbo la watoto. Watakapozaliwa tu watauana, watakapozaliwa watakuwa maskini. Wanazaliwa watoto wa Adamu, wanauana wao kwa wao, wanaendelea kupigana hivyo hivyo mpaka Yakobo na Esau wanakuja, wanapigana huko tumboni humo humo. Lakini alipotokea Masia hivi, haleluya, sema amen, amen. Alipotokea Masia hiyo, aliondoa takataka za vita vya watoto. Watoto wataelewana, mkubwa hata wa mwisho. Tatizo la mzaliwa wa kwanza kwamba amebeba lango, hilo tatizo la lango liliondolewa kwa watoto wako wote. Baba yako na mama yako hawatalia kwa ajili ya watoto tena, kwa sababu alishafanyika mzaliwa wa kwanza kwa walio hai na kwa waliokufa. Maisha yamebadilika. Sasa likaja neno linaitwa la Kristo. Haleluya. Ni nani aliyesadiki hilo neno? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Biblia inasema basi hilo neno la Kristo likaja, likajitokeza, likasema kwenye Mathayo 5:17.
Mathayo 5:17 linaongea ile neno, na mstari wa 18 linasema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali ile bali anayoongezea nguvu kutimiza. Lile neno lilichokuja limekuja kutimiza. Ulituma neno lake. Haleluya. Yeremia 1 ile anasema mstari ule wa 10 na ngapi? 11. Yeremia, unaona nini? Anasema naona ufito wa mlozi. Akamwambia umeliona vema, maana mimi naliangalia neno langu. Naliangalia lipate kutimiza. Linatimizaje? Anakuja kwenye mwili. Basi msidhani ya kwamba nalikuja kutangua torati, agano la kale, ahadi. Sikuja kuiondoa ahadi kwamba siwezi kuwapa kile mlichotamani niwape nilichowaidia. Sasa nimekuja kuwapa. Halo. Kilichotamkwa huko ya kwamba Bwana Mungu wenu hata waacha, atawapigania, wala vita sio vya kwako. Sasa ametokea. Vile vita vilikuwa vya kwako, mimi naingia kwenye mwili sahihi, naenda kuingia kwenye eneo la rohoni, naenda mpaka mautini, naenda kuwashughulikia hao waliokuwa wanakupiga wewe, hawatakupiga tena. Alipoenda mautini akasema alipokuwa ameingia kwenye mauti, amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi, ili awaache huru wote ambao kwa maisha yao yote walikuwa kwenye hofu ya utumwa. Adui hana nguvu tena, kwa sababu nguvu zile alizokuwa nazo zilikuwa zimempa haki ya kunitesa kwa sababu ya dhambi na kwa sababu ya kosa nilikuwa nimefanya. Na katika dhambi hile adui alinitesa, akaja yeye akaingia ndani yangu, akafanyika dhambi badala yangu, mimi nikafanyika haki, akaenda kwenye mauti, akafa yeye, maana mshahara wa dhambi yangu ulimpelekea kifo. Akafa yeye, akaingia humo ili ampate yeye aliyekuwa na nguvu za mauti kinyume na mimi, amharibu huyo. Alipofufuka akawaambia wanafunzi wake, msiogope, ni mimi niko pamoja na nyinyi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kuanzia saa hii hamna kitu kitakacho wadhuru tena, maana nitakuwa pamoja na ninyi hata kama ifadari. Kwa neno la Kristo likaingia wapi? Hiyo Mathayo 5:17. Msidhani, sema amen, amen. Na mimi sitaki ukae katika mawazo ya kwamba lini Mungu atatimiza. Yesu anasema nimekuja kutimiza. Neno kutimiza amemaliza pale Calvary, akasema imekwisha. Eneo lolote lilokuwa linahusiana na roho zozote za mahangaiko, kukataliwa, kuchukiwa, kutokufanikiwa, alimaliza hizo kazi zote Golgotha. Hiyo ni kusema yoyote atakayefungua kinywa aseme mabaya kinyume na wewe, amejitangazia yeye mwenyewe shida, na atakaye kulaani amelaaniwa, na atakaye kubariki amebarikiwa. Hilo neno lilikuwa agano la kale, limeingia agano jipya ili litimizwe katika Kristo. Jamani, amoni kama imetimizwa katika Kristo? Ngoja nikuonyeshe hilo andiko. Halo. Wagalatia 3:13 na 14 inasema hivi, Kristo alifanyika laana kwa ajili yako ya torati. Amen. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa yeye aliyeangikwa juu ya msalaba, ili kwamba, mstari wa 14 ili kwamba baraka za Abrahamu ziwafikie mataifa katika yeye. Sasa Kristo amekuja, ameingia kwenye laana, ili lile tamko la Abrahamu, anaambiwa atakaye kulaani amelaaniwa na atakaye kubariki amebarikiwa. Lile tamko lilitembea likitafuta haki kwenye mwili wa mtu aliyepewa hiyo ahadi. Pakakosekana mtu wa hiyo ahadi. Leo limeangukia pup. Yesu amelileta ili baraka za Abrahamu ziwafikie mataifa katika yeye. Laana zote za torati ziliondoka zikaingia kwake, akafanyika laana kwa ajili yangu, maana ametundikwa juu ya msalaba, kama andiko linavyosema, ili baraka za Abrahamu, ili nguvu za Mungu zinazobariki zilizoachiliwa kwa Abrahamu zimfikie kila mtu wa kabila na lugha na jamaa aliyemwamini Kristo.
Sasa kwenye hilo eneo kuna hilo tamko anasema atakaye kubariki amebarikiwa, atakaye kulaani amelaaniwa. Hiyo lugha imetembea miaka 2000 ikamkuta Yesu. Haleluya. Akafanyika laana kwa ajili yako, ili baraka zile alizoambiwa jamaa ziingie kwako kwa halali na zishikiwe ndani yako kwa muhuri wa Roho Mtakatifu, lisiondoke neno la baraka juu yako, na laana itakayotamkwa kinyume na wewe, huyo atakayetamka hiyo laana impate yeye na vizazi vyake vyote. Hapo ndipo kunatokea ushindi ambao hakuna binadamu mwenye mdomo wala mnyama mwenye mdomo wala kiumbe cha rohoni chenye mdomo kinakachoweza kunyanyuka kinyume na wewe. Ndio maana Yesu aliwaambia kwenye kule Mathayo, sikuja kutangua bali kutimiza. Amin nawaambieni, yodi moja au nukta moja ya Torati haitaondolewa. Mbingu na nchi zitapita, lakini yodi moja na nukta moja ya Torati na manabii haitaondoka hata hayo yote yametimizwa. Haitaondoka kwa maana amekuja kushughulikia kutimiza. Kwa hiyo haitaruhusiwa kufutwa baraka iliyotamkwa na Mungu juu yako mpaka Yesu ameingia kwenye eneo la laana. Hiyo baraka ianze kupare automatically katika ulimwengu wa roho. Hiyo baraka saizi inaanza kutafuta nyumba za waliomwamini Yesu, zitakutafuta shimoni, zitakutafuta kwenye mapango ulipojificha, ulipokimbia. Maadamu unamwamini Kristo, mimi nakwambia hivi, sio maombi yako yataleta baraka. Hilo neno lina nguvu ya kukutafuta. Anasema kwenye Torati, tazama nitaziamuru baraka hizi zote zitakufuata na kukupata na kukuovertake. Sio maombi yangu yataliomba baraka, bali hayo baraka zitakuja zenyewe. Zikikimbia huko wapi? Zitakutafuta huko kichochoroni, huko kwenye mataputapu. Tuko kwenye eneo haliendeshwi na magoti ya muombaji kama yakina watu wa Agano la Kale, yanaendeshwa na mfumo wa uungu wa Mungu unaoitwa wakiamini ya kwamba Yesu ni Kristo, nitawajenga juu ya mwamba huu. Huo mwamba, milango ya kuzimu, milango ya kuzimu haitatuweza. Na huo mlango wa kuzimu, kwa kuwa hauna nguvu, papo hapo paliyekuwa aliyejengwa anapewa na kitu kinachoitwa nami nakupa wewe funguo. Nami nakupa wewe funguo ambazo malaika hana, wazee 24 mbinguni hawana, wenye uhai mbinguni hawana, makerubi na maserufi hawana ufunguo. Huo ufunguo Baba aliyekuwa nao akampa Mwana. Mwana naye akasema na mimi nawapa huo ufunguo wa kufunga duniani chochote na mbinguni kinafungwa. Unafungua duniani chochote katika neno, chochote katika neno la Kristo unafungua. Watoto wangu wasio maskini, imefunguliwa na mbinguni. Watoto wangu hawatateswa, inafunguliwa na mbinguni. Ufunguo uko kwenye neno. Unapooperate katika hekima na maarifa ya Kristo, ufungufu. Jamani, kujengwa katika mwamba ni kujengwa katika fundisho la Kristo. Halo? Na katika fundisho la Kristo ndipo palipo na nguvu ya kushinda malango ya kuzimu. Katika fundisho la Kristo juu ya mwamba huu ndipo palipo na funguo. Utakapofungua lolote lililoandikwa katika Kristo Yesu, katika ulimwengu wa roho, chochote kilichofungwa kitafunguka. Chochote kilichoibiwa kitapatikana. Chochote kilicho gizani kitawekwa nuruni. Chochote kilichopanda kitavuna tu, kwa sababu kiko kwenye uwezo wako. Muda wangu umeisha. Wow.
Ulituma neno lake. Sema amen, amen. Ulituma. Ndugu zangu, limeshatoka mahali lilipofichwa mbinguni. Amen. Limeshashuka duniani. Limeshatimiza mambo yote. Tunasikilizana eh? Namalizia nakupa kodi nyingine ya mwisho ya siri. Ukishindwa hapo, sina lawama na mtu yoyote. Nakupa mstari wa mwisho wa kukuondoa dunia hii yenye vita na majaribu, ukae kwenye dunia hii ya Kristo yenye raha. Halo? Oh yamai, sijui tu ni wapi au niwache. Ni wapi? Warumi sura ile yake ya 10 mstari wake wa 6, wa 7, wa 8. Inasema lakini ile haki patikanayo kwa imani yasema hivi, usinene moyoni mwako, usiwaze moyoni mwako, ni nani atakayepanda juu mbinguni, yani kumleta Kristo chini. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe. Lile neno li karibu nawe. Hili hapa. Hili neno liko karibu nawe. Wapi? Liko katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani lile neno la imani tulihubirilo. Frequency za Mungu, nguvu za Mungu, uponyaji, mafanikio liko kwenye lile neno. Na Mungu amekuja, ameshusha ile neno, limekuja duniani, limekaa nasi, tumetembea nalo, tumekula nalo, likaenda kuzimuni, likamharibu adui, likatoka kuzimuni, likaweka uponyaji, likaweka mafanikio, likaweka kila kitu katika kinywa chako na katika moyo wako. Alafu yeye Yesu akaenda, akamaliza kazi, akamwambia Baba, mimi nimemaliza. Lile neno lako nimewapa wao. Hawatakuja tena kukusumbua hapa na maombi yao feki. Feki. Una maombi feki dunia hii sijayaona. Nikumbuke Baba. Kumbuka uzao wangu. Manake Mungu anasahau mpaka amekufikia mahali anakusahau. Hilo neno halitatoka kwenye vinywa vya watu wenye haki. Ameshaleta baraka kutoka zote zilikuwa juu, ameshazishusha chini duniani, amemharibu ibilisi, ametoka kuzimuni, amezichukua zote zilizoibiwa, akaambatanisha. Hakuna kuzimuni baraka yako itakayekaa tena, hakuna malaika watakaozuia juu ya mbingu, bali ameziweka neno katika kinywa chako. Baraka zote ziko kwenye neno. Katika kinywa chako na katika moyo wako, lile neno ukilijua tu, unasema tu, asante ya mashekamonde, umenikaribisha katika malango yako, umenifunulia siri za hekima yako, umenipa siri za watoto wangu, hawataonewa na adui duniani. Aliyemzaliwa wangu wa kwanza hata beba agano tena la kutumboni. Wewe ndiye mzaliwa wangu wa kwanza, umebeba agano la tumbo langu. Tumbo langu limebeba sasa baraka, watoto wangu wamebeba baraka. Viumbe vyote vinajua nimebarikiwa, walioko rohoni na walioko mwilini, hakuna wakunilaani. Hayo ndio yanaanza kuitwa maombi ya wenye haki. Yanaitwa maombi yaliyotakaswa, maombi yaliyojibiwa, sio maombi yanayongojea Mungu ajibu. Hamna maombi ambayo Mungu hajajibu. Hamna. Mnajidanganya Mungu hajajibu. Mungu alishamaliza majibu yake na maombi yenu yote akayaweka kwa Yesu. Yesu akasema, nimekuja sasa kutoa kile mlichokuwa mnamuomba Baba na kumkumbusha. Nimemaliza pale msalabani. Akasema imekwisha. Aliyebaki ni kuzimu tu na mauti nimfuate huko chini ni waharibu. Alipotoka akasema, sasa ninazo funguo za mauti na kuzimu. Hawana mamlaka na wewe tena. Mauti itatembea mjini, ikikuona inapita nyuma, inatafuta mahali pa kujificha ili sikaribie mlango wako wala kuingia kwenye hema lako. Magonjwa hayatakuangalia hivi, yatakuogopa. Lakini yuko wapi mwenye maneno haya? Kinywani mwako na moyoni mwako. Yani ile neno la imani tulihubirilo. Maana yoyote atakayemkiri ya kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwake ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, ataokoka.
Maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Anasema kwa kuwa imeandikwa, imenenwa ya kwamba yoyote atakaye muamini, amwaminie yeyote hata tahayarika. Rumi 10:11. Hakuna kutahayarika, hakuna kukaa mahali sijui lakini najua siku moja Bwana atanitokea. Amna hiyo tena. Unajua na uhakika, naamka asubuhi, Bwana amebariki majira ya saa na wakati na muda na mwaka na mwezi na tarehe na kila dakika imebarikiwa. Nimebarikiwa niingiapo, nimebarikiwa uzao wa tumbo langu nimebarikiwa. Woo! Mwambie mwenzako majibu yameshatolewa zamani. Miaka 2000 iliyopita. Yesu anasema hivi, ngoja nikuonyeshe hayo majibu. Maana mnakaa mnaniangalia hapa. Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nani, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Kisha akawafungulia akili zao wapate kuyaona majibu yao kwenye neno. Ndivyo inavyosema kwenye Luka 24. Maandiko yanasema hivi, alipofufuka akawatokea wanafunzi wake akawaambia, haya ndio maneno niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Yaani sahi siko pamoja nanyi katika tena ile asili ya kutimiza. Haya ndio yale niliyowaambia, lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati na manabii na Zaburi. Akaambia, sasa nimekuja kuambia haya ndio maneno yale niliyowaambia lazima yatimizwe. Anawaambia huu si wakati wa kuomba, haya yameshatimizwa kwa lazima. Uponyaji wako umeshatimizwa kwa lazima, afya yako imebarikiwa kwa lazima, na wewe mafanikio kwa lazima. Sio maombi, lazima. Ikiwa ni maombi, Yesu hajaja, hajatimiza. Hebu sema ametimiza. Ni lazima niishi kwa hiyo iliyotimizwa. Ameniponya, lazima niishi na afya yangu. Amenibariki, lazima niishi na mafanikio yangu. Amenifanya kichwa, lazima niishi ili kutawala. Simameni tumalize ibada. Tumemaliza, simameni. Sina maombi ya kumwombea mtu hapa. Simameni niwekee mikono muende nyumbani. Mmoja niwekee mikono, funga TV hiyo.